Michezo tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi niko hapa stesheni Kaburi Moja, niko na ndugu yangu mzee wa Utopolo, tunakwenda kuyazungumza ya kimichezo na burudani. Uko poa ndugu? Mimi niko poa kweli kama rais wa heke wote Tanzania na panje za kufa mdu kaka. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya niendelee kudeba na ligi kuu kama unavyoona inazidi kuyoyoma. Wanakuambia ukichelewa utakuta mwana sio wako, lakini huu mtoto naona bado ni wakongu kabisa, ndio maana mimi nazidi kula good time kaka, na naomba Mwenyezi Mungu ashushe rehema zake naendelee kudeba ili niende nikanyanyue ndoko mara nyingine tena 2020. Jana wanasema kwa mbinde sana, lakini mtoto kama kwanza kuna msemo mmoja anakuambia usijisifu na mbie msifu na naye kukimbiza. Jana KMC kwanza anampa kongole zake. KMC mama mwenye nyumba loko amelalia juzi kuamkia mechi ya jana tarehe 6. Nyumba loko amelalia ina bahati kaka. Jana KMC mama mwenye nyumba kaubonda, kaupiga kaka. Kuanzia benchi la ufundi wachezaji mpaka golikipa wao. Baba jana KMC mpaka mimi mwenyewe nipo kwenye majukwaa KMC jizi pila alikuwa analipiga pale. Mpaka nikanajiuliza ungekuwa analipiga pila kama kubwa kama hivi, ungekuwa mabonde kuinama kule. Maana ukizungumzia timu ambayo kichwa cha mwenda azimu kwenye ligi kuu Tanzania bara, wale mama mwenye nyumba KMC baba anapepea kama embe kule chini. Kichwa cha mwenda azimu kimejitusha timu zote kwenye ligi kuu Tanzania bara. Yupo mabonde kuinama. Sasa wewe mtu ana pointi 9. Yaani pointi 9 ni sasa ligi imeanza majuzi, umecheza mechi 3 umeshinda zote 3. Kumbe unakuja kuangalia bado mechi 9 tu ligi tuikate utepe. Lakini mtoto yule nani KMC? Eti ndio una pointi 9 baba. Ile ni maiti lojifia kaka. Na katika ligi na katika michezo kaka mpira miguu, wanakuambia ni heri ukutane na timu ambayo labda inakamata nafasi ya 5 ya 6 ya pili ya kwanza ya pili ya 3 ya 4 5 6 kuliko kwenda kukutana na timu ambayo imeshakata matumaini. Baba hiyo timu ukisikia ule tena kwenye ile kauli anakuambia maiti imemngangania mwoshaji ndio jana ile baba KMC jana wamebonda kaka. Kwa hiyo KMC jana walikuwa kwenye ubora, lakini nimpongeze sana kakaangu Pedro kocha la makocha kwa kufanya sabu ambao kuna puzi wachache wanabeza sabu ile na kusema wakaboeka sana kwambia ondoke kwenda lakini naweza nikasema siku ya jana goli kumbe lilikuwepo nje kwa Buba. Sijui goli. Unajua mtu anaweza kaa sio mchezaji, lakini katika mchezo huo kwamba goli lipo nje, na ndio maana hata jana unaona imefanyika ile sabu ya beki namba 2 nani yao Kwasi Jeshi akaingia Buba, ndio pale zilipotokea kelele pale, ondoke hatufai, Buba mtu gani? Sasa mpaka mimi nikajiuliza kama rais wa keke wote Tanzania unavyomkataa Buba, kwani Buba ni mchezaji wa ndani? Tulimkopa Azamu, tulimkopa Singida, tulimkopa EF, tulimkopa Fountain Gate, tulimkopa kwa watoto wa Mudi, si mchezaji wa Yanga huyu? Si ndio viongozi hao walituleta kama bonge la mchezaji? Na ni kweli mashabiki hawa walioanza kumkataa Buba juzi jana kwenye mechi zile za kombe la shirikisho, Buba ndo alikuwa anatubeba, sijui nielewana sijui, mpaka akambariki mpaka na jina wakawa namuita John Lambo. Mashabiki hao hiyo alibariki mpaka na jina kutokana na ule ufungaji wake akitambaa, wakawa wamembariki na jina, nasema huyu aitwa John Lambo, sio unaelewana. Lakini nashangaa jana wanaanza kumgeuka, wanasema mchezaji gani? Kweli mtu unaweza kuwa na mapenzi ya mtu fulani lakini usijionyeshe, kwa sababu zile klipu zinatembea pale. Unapoongea uongee ukiwa umejifungia chumbani, unaongea kwenye mitandao, mchezaji anaenda kuziona hizi, ndugu zake anaenda kuziona hizi, ataona bwana wewe mchezaji Buba, timu unaochezea mashabiki wake hawana fadhila, hawana shukrani, leo na kuzomea, hata wachezaji wenzie watakuwa nasikitika kaka. Unajua timu iliweze kupata ushindi chetee kombe, utegemea mchezaji moja, ushirikiano kaka. Na ndio maana utasikia kafunga Dube, assist imetoka kwa Okelo, kafunga Buba, assist imetoka kwa yao Kwasi. Huo ndio ushirikiano. Lakini unavyomkataa Buba, unataka huyu tumweke katika kundi gani? Lakini nilicho baada ya kurudi sasa jana nikiwa kwenye nimetulia zangu sasa, nimetulia nilivyojaribu kudadavua na kufuatilia wale walikuwa wanasema kocha ondoke, Buba sijafai, mashabiki waliochipuka kipindi hiki wanaita wenyewe watoto wa 2000 wa kipindi hiki. Lakini mashabiki wa tunaojua Yanga wa miaka hiyo ya Zahera kocha mkuu wa Yanga chini ya mwenyekiti Mshindo Msola sijamsikia hata moja. Hao waliochipuka kipindi hiki, hao wanaotegemea kwamba leo hii injinia nisafirisha kwenye special ya mkoani bure, huyu injinia nipe special niende mkoani bure, uongozi wa Yanga unisafirishe mkoani kwenye special ya bure, hao ndio walalamika. Sasa unavyopiga kelele aondoke kwenda zako kocha, kwani huyu kocha msaidizi ndio alikuwa huyu kocha mkuu aliondoka Pedro, kocha msaidizi kabaki? Haya, kocha msaidizi aliyobaki yeye anajisikiaje? Wewe unaobeka kumanana jana ile baada ile taharuki kutokea, mimi mwenyewe nipo kwenye gari, imekuja taarifa kwa umma pale. Uongozi wa Yanga umeelezea vizuri. Taarifa kwa umma, tumefikia pande zote mbili. Tumekubaliana, lakini sasa kwa haya machawa sasa mama yangu, ondoke kwenda zako. We nani? Ukimsachi shabiki huyo hata kadi ya wanachama ana.
alafu kimwangalia ndani ya klabu yeye ndo anaitia hasara. Kwa sababu kukodi ile special wire kwenda mikoani si swala la kitoto. Hiyo hela unasafiria kwa special wire ndio ongeongezwa angeletwa hata nani hapa. Hata Mourinho hapa. Kwa hiyo mashabiki naweza nikasema sio mashabiki. Hivi unavyosema kwa sababu jana kuna kauli moja alikuwa anaitembeza, Yanga tunapata tabu. Hivi Yanga unapata tabu Yanga hii? Mpaka sasa hivi takwimu Yanga hajapoteza mchezo hata mmoja. Tumetoa sare 5 na hisi kitu kama hiko. Yaani mtu ambaye nilikuwa namtazamia ingawa Pedro alikuwa kwenye nyakati za kuondoka, lakini nilikuwa sina mtazamo huo. Mtu ambaye nilikuwa natazama yule kocha watoto wa Mudi yule nani yule Bakari yule ndio lokategemea ondoka. Lakini unaona mtoto wa Mudi mpaka leo kocha limetoa sare 6, limebufuliwa na bado kocha wao wanaye, lakini unakwenda kumtoa Pedro. Haya wewe tukiulizana bwana Chapesa sasa hivi yule Pedro akafukuzwa yani chanzo ni nini? Ukiniambia goli moja, wewe unaona goli moja dogo. Toa sare uone. Mechi tunatoa sare na watoto wa Mudi kule 2-2 kule. Watoto wa Mudi atujaliacha linabweka kule. Sasa yale ndo maumivu. Unaambiwa kwenda kuchukua pointi 3 mbele ya mwanaume mwenzio. Baba hapo kuna kazi hapo. Sasa mtu amechukua pointi 3. Bado unalalamika unasema hafai. Goli moja. Wewe KMC ule unafikiria mwenyewe alikuwa hataki pointi 3. Pale penyewe anataka kujinusuru asiporomoke daraja. Kwa hiyo pale tulikwenda kukutana na mfu aliyojifia. Ila anataka kufa na mtu. Bado unaona goli moja dogo. Toa sare uone. Sasa mimi labda niwaombe viongozi wa Yanga. Wanakwambia miruzi mingi mpoteza mbwa. Sio kila anayebweka ukajua labda ni shabiki. Wengine humo wanatetea matumbo yao. Hawana mapenzi na klabu yoyote. Hawana hata mapenzi na klabu, lakini kutokana na njanja zetu hizi ndio nataka apige kila onekane na yule nani bora mpe special aende mkoani. Hatuwezi kufika huko kaka. Sio naelewana. Kwa hiyo mimi kitendo kile ambacho jana viongozi wa Yanga naweza nikasema kiko sahihi ama kiko sahihi. Kwa sababu ukiniambia kafukuzwa, yani niambie kama kumfukuza kocha yule, basi ingefukuzwa Zanzibar kule. Baada ya kula kidude kimoja cha penalty na watoto wa Mudi kwenye kombe la Muungano kule. Maana hizi timu hizi za Simba na Yanga bwana, unaweza ukashinda hata michezo 6 mfululizo. Kija kupigwa na mtani tu kocha Budu ya mbali. Mwaka majuzi, watoto wa Mudi hao walishinda michezo 6 mfululizo kwenye ligi kuu Tanzania bara. Tulivyokuja kununua wakati wa 5 pale kocha leo alikaa. Wakamgudulia mbali. Unaona bana. Kwa hiyo sasa ukinambia jana Pedro, mimi mwenyewe jana nipo kwenye gari ile taarifa kwa ilivyotoka. Nimeulizwa maswali kwenye magari nimeshindwa hata kujibu kaka. Watu wananiuliza kocha Pedro kafukuzwa, yaani nashindwa hata kujibu. Mpaka sasa hivi ukiniuliza chanzo ni nini? Kwa sababu Pedro mpaka sasa hivi hata kwenye hizi dabi alikuwa bado management kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mechi iliyocheza Zanzibar tumetoka sare buyu. Tulivyokwenda Meja Samuyo pale 2-2, mtoto mmoja anaongoza 2 tukazipangusa zote. Sasa kitakwimu za kafu ile mechi tuliocheza mnamo tarehe 3, mimi pale nimetoka na goli 3 kwa sababu yeye karuhusu goli nyingi. Kwa hiyo Pedro bado ni kidume. Alofanya mpaka tukaondoka pale mikono juu tunashangilia nani? Si Pedro huyu. Lakini leo huyu unakuja kumwacha, sielewi chanzo ni nini, nashangaa tu taarifa kwa umma. Lakini lakini kipindi hiki ambacho tunakwenda kukata utepe 2025-26 tunaangalia tunavyofanya maamuzi magumu. Maana yanaitwa maamuzi magumu. Sasa leo hii zimebakia mechi 9 uende ukakate msimu. Leo hii watoto Mudi anashangilia kumwacha yule kocha, wanaona ugomvi wa Nzige fulani kwa kunguru. Leo watoto Mudi anashangilia. Sasa unakuja kumleta, sielewi kama atamleta kocha mwingine. Sasa ni Molin kama tabaki Molin sawa. Ila kama watakwenda kumleta kocha mwingine kama atakwenda kumaliza safi. Na hicho ndio kilichokuwa kinatakiwa. Lakini sio kwenda kumleta kocha mwingine, anakuja na mfumo mpya, wachezaji anaanza kuwapeleka namba tumemsha usiku mnakuja kutamaki mwanangu kang megawanyika mnakuja kutamaki kombe la watoto wa Modi, mnaanza kupigana makofi wenyewe kwa wenyewe. Kisa cha watu wachache wanaopiga kelele kwenye mitandao eti wanakuambia kocha aondoke. Ukimwangalia mtu mwenyewe yupo tu kazi, ana maskini wa Mungu, anategemea klabu imsafirishe, anategemea Yanga ndio imlishe. Mbona sio wengine sio machawa na mikoani tunaenda. Ushawahi kuniona mimi Yanga napocheza nakosa. Lakini sio chawa, usinielewana. Unajua umaarufu upo sehemu sekta mbili. Unaweza kaa chawa ili usafirishwe kwenda bure mikoani. Na unaweza ukawa shabiki ilialia afu watu wakakupenda. Yanga ilipo anakuambia nenda mikoani. Kama mimi hapa. Mimi sitegemea special haya. Mimi nategemea wadau wanaoniunga mkono. Basi. Sijui. Kwa hiyo sasa zile nani mimi sio special haya. Mimi nakwenda kukwala basi kubwa ndinga naondoka mikoani. Wewe niambia mechi gani Yanga mimi kukosa? Lakini ushawahi kuniona mimi nasafirishwa na special haya bure mimi? Mimi huwezi kunisafirisha kumbe kuna watu wanasafirishwa na special. Kwani wale wanapiga kelele pale KMC wewe nitafutie clip. Mimi nimeenda nyumbani nimeangalia kwenye clip. Wale tunaoijua Yanga ya Zahera ile chini ya Mshindo Msolwa. Sijamuona hata mmoja. Ila nilioona anapiga kelele jana pale KMC.
Hiki kizazi kipya wenyewe watoto wanaojiita watoto 2000 ndio walikuwa wanapiga kelele jana. Msola mpaka ukatamka lile jina lako ilikuwaje? Ile Yanga ile kwanza hao wangekaa hawa. Yanga ile inafungwa afu linakuja bakuli changia klabu hao wangekaa. Mimi nashangaa hata jana pale anakwambia Yanga hii tunapata mateso. Yanga hii unapata mateso. Uliitaje ile? Wewe tulia wewe bwana chope cha pesa sitaki unikumbushe machozi ndio kwa nayo. Wewe tulia wewe nyinyi ndio niweka mjini. Wewe bwana wewe tulia wewe bwana wewe utaenda pale kuweka kwenye kichwa cha habari. Wewe utasema mzee Utopolo wewe mwenyewe utajua utaiweka. Mzee Utopolo afoka nenda kaweke hivyo. Wewe tulia wewe tulia wewe kaka wewe. Nimekwambia tulia. Sasa wewe kama hao wanaojifanya nasema Yanga inapata mateso. Hivi Yanga unapata mateso hajapoteza mchezo hata mmoja. Imetoa sare sio unasema unapata mateso. Wangekuwa hapo Yanga ile ya chini ya Mshindo Msorwa unaenda mkoani umetumia 200,000 alafu timu inapigika afu inakuja Bakuru unaambia changia klabu wangekaa mashabiki hao wangekaa. Yanga unasema unapata mateso unasafirishwa kwenye special haya bure umekunja kishoka bure unaenda kafu la miogo alafu unasema Yanga inakupa mateso hebu acheni hizo bwana. Wewe tulia wewe bwana nani cha pesa wewe nini wewe kaka. Mimi ndio rais wa hege wote Tanzania. Mimi ni mwamba kweli kweli. Nauliza nini Yanga? Wewe tulia. Ndio maana nimekwambia tulia kamatia hapo hapo. Unajua kuna msemo mmoja anakuambiaje? Mungu wa mjinga ubwekea ndege. Sasa wewe kama una akili utaenda kutafakari. Nimekwambiaje hapo? Nimekwambia Mungu wa mjinga ubwekea ndege. Tuendelee unasemaje? Wewe tulia wewe cha pesa. Wewe unataka unikumbushe Yanga ya Mshindo Msora Yanga ya Kinaipe. Wewe sio Yanga ya Kinaipe hii kaka. Ile nini Yanga wewe tulia wewe cha pesa. Nalo umefurahi. Lakini hiyo brand yangu sinaelewana. Hiyo ndio naoniweka mjini na ndio maana niliwaambia. Sasa sio Yanga hii, Yanga ile ya kipindi kile ya Mshindo Msorwa ile ya Kinaipe. Hii Yanga winome kaka. Na hii ndio brand yangu. Lisha Yanga kutoka nembo zake kwenda nembo zingine twende mahakamani. Mpaka leo kimya. Na alikuwa ananipigia kelele sio viongozi wa Yanga. Ni mashabiki wale oya. Lakini wanakuambia unapopigana na mtu angalia huyo ni mtu wa aina gani. Hivi wewe ndo kashindana naye. Muheni mbishi katika njia sikwambie mtu baba. Mimi ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga. Na mimi sio yule nani wanakuambia chawa. Mimi sio chawa kaka. Kwa hiyo mimi kwenye mchezo wa jana naweza nikasema kwamba mchezo ule umekwisha. Ingawa mchezo ulikuwa ni mgumu kwa kweli wazungu wanapenda kuita istihadi wewe lakini tumeondoka na pointi 3 muhimu. Sasa niliombe benchi la ufundi kipindi hiki katika michezo 19 man to man afe muno afe mang'ati tunahakikisha. Maana sasa hivi tunakwenda kucheza na timu 2-3 kama mechi ya jana dhidi ya KMC pale. Ile pale hatujacheza na mama mwenye nyumba peke yake. Yaani jana Toto la Mudi humo Azam humo. Kwa hiyo ile mechi ndio maana jana ilikuwa ngumu. Wewe KMC kucheza mpira ule kaka. Tangia nianze kuwafuatilia mimi sijawahi kuona mpira wanacheza mkubwa na kiasi kile kaka. Kwa hiyo mimi niliombe benchi la ufundi. Hiki sio kipindi cha kulumbana. Hiki ni kipindi cha kwenda kufanya kazi. Tuhakikishe kila mechi kwetu finali tutetee ubingwa tena. Leo hiyo watoto wa muda anashangilia kuondoka kwa kocha. Mara na kweli wao wanashangilia nyewe mnalumbana pia ubingwa ule. Sitokwenda kuuona pale. Ndio hiyo wanaoshangilia kocha aondoke tunaanza tena bora kocha tena angebaki. Kwa hiyo hiyo inaitwa no street not surrender tukapambane kuelekea michezo itakayofuata 9-10 tukachukua pointi zote 3 muhimu katika viwanja husika. Bwana haina noma.